Mpaka sasa hivi nyumba zote zimehudhuriwa, watu tunalala nje. Tumeleweka miguu kama shule, lakini watu wote nyumba zimehudhuriwa. Tunaomba msaada kutoka serikali kuu, Chama cha Mapinduzi, Mama Samia, tusikilize, wananchi wote tumeumia. Ni wapiga kura wako. Hatuna cha kuremba wala nini, wote tuna majanga. Mtaa mzima wa Makongoro, Mliabedi, Shabani, Musoma jumla, wilaya nzima ya Musoma mjini, wote tumeathirika. Nyumba zote zimehudhuriwa, mabati yote hayapo. Mimi hapo nimeishia hapo. Kwa yale ambayo amekuwa moja, kwa kweli haya tukuyapata. Na kuja kufanya hesabu asubuhi, tuna upungufu wa bati 74 kukamilisha hapa za 2 kwa 2.5 na mita 3. Sasa ikabidi asubuhi sasa nianze kuangalia ule upande wa mbele wa msikiti, na penyewe nikagundua pia zipo bati, lakini afadhali pale zile bati za pale zipo, lakini za uani huko bati zote zimechukuliwa. Kwa hiyo ndio kadhi ambayo tumeipata. Mpaka huko ndani ofisini kote dokumenti zimeharibika. Kwa maana kwa jumla kwamba chuma eneo hili ya vyumba viwili limeathirika. Kwa hiyo ndio shida yetu. Asante sana. Kwa binadamu hakuna chochote kilichotokea, kwa sababu wengi walikuwa wameshaondoka kuacha ibada. Sema kwa sababu leo ndio tunakesha, labda kama ingekuwa kajana ingekuwa ni kazi. Lakini leo hatuna ibada hiyo. Na jana haikuwepo. Hizo bati zilizoko nyuma ni za hapa zote za hapa mbele. Hizi ambazo ziko juu hapo na hizi ambazo ziko hapa. Na maana huyu jirani alizikusanya akazitunza hapa, lakini lile refu jeupe sio letu. Lile inaonekana ile imeangukia hapa tu, lakini lile ina aina nyingine. Sasa alijukana limetoka, lakini mwenye nada akipatikana sisi tutampa. Sema mabati yetu ni haya na haya wako pale juu. Mtaa wetu umepata maafa makubwa kwa sababu nyumba zote zimekwenda, mapaa yote hayapo. Ndio unaona wananchi kama jinsi walivyojaa hapa, na mali zao zinakuwa sasa sio rafiki sana, kwa sababu kwanza hatuna ulinzi na usalama. Ombi langu ninaomba serikali, kwa sababu polisi wako wengi, watusaidie kwa sababu kulinda mali za watu. Kuna watu vitu viko nje, nyumba zimejaa na zimejaa pamoja maji. Kwa hiyo leo hapa na maana hakuna kulala, kwa maana kwamba hii mvua imenyesha. Lakini na lingine la kushukuru ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatujapata mtu aliyokufa, ila ni mali za watu ndio zimefanyaje, zimeharibika zote. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kutusaidia sisi, cha kwanza kabisa kulinda mali za wananchi wetu. Sisi kama serikali ya mtaa tunaomba sana mkuu wa wilaya atushushie jeshi la polisi, tulinde kwanza mali za watu. Baada ya hapa sasa ndipo tuone tunafanya nini. Kuanzia kesho kumekucha, kila mtu akiangalia mali zake zikiwa salama. Hilo ndio tunaomba sana, wito wetu kwa serikali. Asante. Hivyo imekuja kama masiara tu. Hata mimi nilikuwa niko ndani najiandaa kwenda kulala. Kwa hiyo nimesikia kama inaisha mdogo, baadaye ghafla tu vishindo pa. Mimi niko nyumba za uani. Naona wapangaji wanatoka huko, wanakuja wanakimbia, wanalia na watoto hapo mgongoni. Nakuja kujisalimisha huko. Maji yanamwagika tu. Mabati yameenda nyumba, mitaa mingine, mabati mengine yako barabarani. Huko ndani ni maji tu. Yaani kama jinsi unavyoiona hivi. Okay. Sasa na hili ni janga la ghafla tu. Serikali inabidi tuangalie. Serikali inabidi iangalie kwa jicho kubwa hawa watu. Naitwa Emmanuel Lucas Gorochoni, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kitaji C. Hebu tueleze ni kaya ngapi mpaka sasa, kwa sababu jana usiku kucha tumekesha tunazungukia kuhakikisha usalama wa hizi nyumba, lakini leo asubuhi nimeamukia kufanya tathmini ni nyumba ngapi zimeathiriwa na upepo. Nimekuta ni nyumba 48 katika mtaa wangu wa Kitaji C. Nyumba 48 zote zimeathiriwa. Na zinaweza kuwa na wakazi wangapi? Kwa kweli kulingana na muda pia sikuweza kufanya tathmini, kwa sababu nimekuta nyumba zingine zimehudhuriwa, wakazi wote hawapo. Sasa kupata idadi ya kaya zilizokuwa zinaishi humo sio rahisi, kwa sababu kuna wengine walihama, walitoka usiku ule kwa ajili ya kutafuta hifadhi. Lakini mimi nilichofanya ni kupata idadi ya nyumba ambazo zimeathiriwa zote. Lakini baadhi ya kaya watu walikuwa wamejisalimisha kwenda kutafuta hifadhi. Kwa hiyo kwenye kaya nitaendelea kufanya utaratibu kupata idadi kamili ya kaya zilizoathiriwa. Lakini kwa nyumba sasa hivi nimeshapata ni 48 zilizoathiriwa mtaa mzima wa Kitaji C.
Kiukweli tumepatwa maafa makubwa sana, maana nyumba zote za mtaa Makongoro, Shabani na Mbiabedi wote tumepata maafa. Ni nyumba nyingi ambazo zimezuliwa mabati. Wananchi wetu hawana pa kulala, wananchi wetu wote wako nje. Kiukweli tunaomba serikali, mkuu wa wilaya, jamani waje watusaidie, wananchi wote wako nje. Mkuu wa mkoa leo katika wilaya yetu ya Musoma na halmashauri ya manispaa hii ya Musoma tumepata madhara na majanga ambayo yameathiri maeneo mbalimbali. Yameathiri taasisi za umma, shule pamoja na taasisi kama TTCL na taasisi nyingine za umma, lakini taasisi binafsi. Imeathiri majengo na wananchi wamepata madhara, lakini taasisi za dini pia zimepata athari kubwa. Lakini kubwa tunaendelea kufanya tathmini ya kiujumla ambayo tutapata kufahamu madhara na shida imekuwa kubwa kwa kiwango na kiasi gani. Lakini tunachoshukuru, tukio hili limetokea usiku na maeneo mengi wakazi walikuwa wamepumzika tu. Kwa hiyo maana yake madhara kibinadamu si makubwa sana. Mpaka sasa hivi taarifa zilizokuwepo ni watu 4 tu ndio ambao wamepata madhara, michubuko na vidonda mbalimbali, na ambao wote wameshapata matibabu. Lakini kwa wale ambao walioathirika kwa maana hawana makazi, kama serikali tutawahifadhi sehemu wakati tunaendelea kufanya si tu tathmini na kutafuta suluhisho ya kuhakikisha kwamba makazi yao yanarudi katika ubora na nafasi yake. Kwa hiyo wale ambao wamepata hiyo changamoto, serikali tutahakikisha kwamba wote hao hawatopata shida ya kurandalanda au kuhangaika. Tutawahifadhi sehemu moja wakati suluhisho kama nilivyosema tunaendelea kulitafuta kwa kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali. Tuna majeruhi 4, wa kike 3, mmoja ni wa kiume, na wote wanaendelea kupata matibabu mpaka sasa hivi. 3 majira ya saa 4:10 usiku mwezi wa 3 2025 tulipokea taarifa ya mvua nyingi iliyoweza kunyesha katika wilaya yetu ya Musoma. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na vikosi vingine na wananchi waliweza kwenda maeneo mbalimbali. Niseme tu kwamba mpaka saa hizi kama alivyozungumza Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Musoma, jitihada zinaendelea, lakini mimi kama mwenye dhamana upande wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, maeneo mengine ambayo tumeelekeza kwamba maeneo ambayo yameharibika miundombinu, haswa pale ambako nguzo za umeme zimeanguka, tutafunga barabara kwa muda. Lakini kuna maeneo mengine ambayo ni hatarishi, kwa mfano kama kwenye kituo cha mafuta, pia tutafunga barabara katika maeneo hayo. Kwa hiyo niwatake wananchi kushirikiana na vyombo wakati wa zoezi hili, na mwisho itafanyika tathmini ya kila mmoja aliyeguswa na jambo hilo. Serikali kwa maana Mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamati yake watairatibisha na taarifa kamili ya serikali itatoka. Kwa wakati huu tunafanya visit site katika maeneo mbalimbali ambayo yamekumbwa na dhoruba hii. Lakini tunaambiwa pia uwanja wetu wa Musoma Kimbunga pia kimepeperusha pale mabati, lakini tunayo maeneo mengine Nyakato na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama wajumbe na wasaidizi wake na kama vyombo kwa kushirikiana na wananchi bado tunafanya visit site ili tuweze kuhakiki kwamba hali ikoje. Na kama alivyozungumza, majeruhi ni mtu mmoja ambaye tayari alipelekwa hospitali na mmoja alikuwa yuko hospitali, lakini hali zao zinaendelea vizuri. Hatujapata taarifa nyingine yoyote kuhusu kifo. Kwa hiyo niwaombe wananchi tuzidi kushirikiana. Asante sana.